Tukiachana hayo ya kiwanda cha Nzoia, kwingineko ni kwamba maafisa wa polisi mjini Kimilili wameanzisha uchunguzi kufuatia mauaji ya mwanamke mwenye umri wa makamu anayedaiwa kuuawa na mkandarasi aliyepewa jukumu la kumjengea nyumba, ambaye pia aliuawa na wakazi wa kijiji cha Mahonge wadi ya Kamkuywa, anavyotujuza Thaddeus Wachie. Akithibitisha kisa hiki, chifu wa kata ya Mahonge Andrew Biketi anadai marehemu kwa jina Fatuma Masaka alikuwa amempa mkandarasi huyo jukumu la kumjengea nyumba, ila Fatuma aliporejea kutoka Nairobi inadaiwa hakuridhishwa na hali ya ujenzi, hatua iliyopelekea kifo chake. Anaitwa Fatuma Masaka Kamadi, umri wake ni kati ya miaka 35 na 45. Na yule mwenye anashukiwa kuwa alimuua anaitwa John Wekesa Waswa, umri wake ni kati ya miaka 40 hadi 45. Inasemekana ya kwamba huyu mwanamume alikuwa anamjengea huyu Fatuma nyumba na ilikuwa inaendelea na ujenzi. So huyu mama alitoka kwenye anafanya kazi akaacha akapata kazi kiendelea. Chanzo cha huu msoso ambao ulileta mpaka mauti hatujakijua mpaka wa leo. Lakini wakati wananchi walikuwa na hamaki walikundua walishuku ya kwamba huyu mwanamume ameua huyu mwanamke, walijaribu kumfukuza na alijaribu kujifungia kwa nyumba. Baadaye umati ukajaa ambao ulikuwa umekasirika kabisa kwa lazimisha, hata ingawa maafisa wa polisi walikuwa wameingia, lakini umati ulazimisha mpaka wakabomoa hiyo nyumba na kulazimisha kumkonga huyo mwanaume kwa mawe mpaka yeye pia akakufa. Majirani wanadai Bi Fatuma alilalamikia kazi duni iliyotekelezwa na mkandarasi huyo, akidai kuna baadhi ya vifaa vya ujenzi vilivyokuwa vimepotea, shutuma ambazo zilimshinikiza mkandarasi huyo kumkata kwa panga na kumuua papo hapo. Tuna mdosi mwenye alikuwa ameandika fundi anaitwa engineer wa manyumba. Na sasa huyu engineer naye anaonekana sasa huyu mdosi vile alikuja akachukua mdosi alimuuliza sijui vitu gani, alafu ndio akaua mdosi. Tunasitikitikia sana, hata ni mdosi yake, hata tunashangaa kwani kuliendaje, ni mapepo ama nini? Hata tumeshtuka sana. Tukio hili la usiku wa kuamkia leo limelaaniwa vikali na wazee wa kijiji cha Mahonge, wakiwataka wenyeji kutafuta mbinu za kutafuta mwafaka iwapo kuna ugomvi. Fundi alikuwa akijengea huyu mama nyumba. Ndio inaonekana hata mimi nikitembea nikiona alikuwa tu maneno ya simenti sijui nini na nini hapa. Ameonekana amekula hii pesa ya huyu mama sasa ndio na kulingana na hicho kisa cha mauaji, sisi kama wazee na wenyeji wa area hii tunakilaani hicho kitendo kwa hali zote, kwa hamaki zote, kwa kuwa huyo kijana mwenye kusababisha hii maneno ametuletea aibu. Nikiripotia West TV kutoka Mahonge Chesamisi, eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma, naitwa Thaddeus Wachie.